weza kupoteza mchezo huo kwa goli moja kwa bila dhidi ya Azam wa Mikate, mchezo uliopigwa katika dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Taarifa zikieleza kwamba mchezo ule Simba ambapo wamecheza dhidi ya Azam, kikosi cha kwanza hakikupangwa na kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba. Kocha mkuu wa Simba inafahamika kama ni Steve Barker. Unajiuliza nani ambaye aliweza kupanga kikosi hiko? Jina lingine ambalo linalotajwa hapo kuwa amehusika kuweza kupanga kikosi hiko ni Selemani Matola. Baadhi ya wadukuzi na baadhi ya wapenzi wa soka nchini Tanzania wameendelea kutoa shutuma zao kubwa kwelikweli kumkabili kocha huyo msaidizi aliyekuwepo katika viungi hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ukumbuke kwamba safari ya kutoka Dar es Salaam kuelekea pale visiwani Zanzibar, kocha Steve Barker aliwakusanya vijana, timu ya vijana kwenda kule visiwani Zanzibar, kwa maana kwamba mashindano haya yalikuwa ni sehemu pekee ya yeye kwenda kujaribu kutesti mitambo kwa timu ya vijana na wale ambao alioweza kuwakuta katika viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kadri muda ulivyozidi kuongezeka, wachezaji wale wakubwa sasa, baada ya kutoka katika siku za mapumziko na kuwasili kule visiwani Zanzibar, ndipo katika mchezo huo wa nusu fainali dhidi ya Azam, kikosi kiliweza kutolewa na kikosi kingine kiliweza kupangwa. Kikosi hiko kiliongozwa na Hussein Abel pamoja na David Kameta, Duchu Anthony Mligo, bila kusahau Alassane Kante, Nabi Kamara, Rushain The Rock pamoja na Karabu Chamu, Eli Mpanzu, Jean-Charles Ohua, Jonathan Soa, Nio Maema. Hao ni wachezaji 11 ambao wamepangwa kwenye kikosi hiko cha dhidi ya Azam. Swali linakuja, kocha Steve Barker kikosi hiki amekijuaje kama ndio kikosi cha kwanza, ama wachezaji ambao aliwapanga ndio tegemezi kwenye kikosi hiko cha Simba? Swali ni moja tu, kikosi amehusika kukipanga kocha msaidizi Selemani Matola. Kwenye ripoti ya mwalimu, kocha Steve Barker ameeleza kwamba hahitaji hata kocha msaidizi yoyote, bali na yule kocha ambaye yeye aliweza kumtunuku, ambaye ni Christopher Begam kutoka pale Afrika ya Kusini. Hilo ni jina moja pekee ambalo kocha yeye ameweka wanamhitaji kocha wa aina hiyo, kwani falsafa zao ambazo wanazoweza kuzifundisha kwenye njia ya ukocha inawezekana kwamba zinaendana kwa zile falsafa ambazo wao wanazozitumia. Christopher Begam mpaka hivi sasa amekubali kwenda kujiunga na klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba, na taarifa zikieleza kwamba ujio wa kocha Christopher Begam kuwasili katika taifa hili la Tanzania na kuwepo katika benchi la ufundi la klabu Wekundu wa Msimbazi Simba inatoa ishara kwamba Selemani Matola hata kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba, kwani shutuma zinazoendelea kwa hivi sasa ndani ya klabu hiyo ya Simba imekuwa ni shutuma nzito kweli kweli, kila mmoja akiendelea kumuonesha vidole Selemani Matola, zikieleza kwamba yeye ataondolewa haraka iwezekanavyo kwenye kikosi hiko, kwani kocha msaidizi Christopher Begam yeye atakuja kuchukua nafasi ya kuwa kocha msaidizi. Lakini pia mbali tu na taarifa hiyo, kocha Steve Barker amesema kwamba hahitaji kuongozwa na wala hahitaji kuwepo kwa kocha msaidizi yoyote, ukiachana na yule kocha msaidizi anayemhitaji. Tafsiri ni kwamba kocha Steve Barker hamuhitaji kwenye benchi la ufundi Selemani Matola. Tusubiri na tungoje kuona. Lakini pia kocha Steve Barker ameweka wazi kwamba kuelekea katika msimu huu wa 25-26 michuano ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na kombe la CRDB Federation Cup pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika, kocha amewaambia viongozi wa klabu hiyo ya Simba, amependekeza kwamba kumchagua nahodha mkuu ama captain, yule ambaye yeye atakayemuona kwamba inawezekana akawa ni captain ama nahodha mkuu kwenda kuiongoza klabu hiyo ya Simba. Jina pekee ambalo kocha Steve Barker aliweza kulitunuku na aliweza kulipendekeza ni jina na Rushain The Rock, kwamba amependekeza kwamba kocha nahodha huyo awe kiongozi kwenda kuongoza wachezaji wenzie. Lakini viongozi wa Simba wamelikataa ile ombi la kocha Steve Barker, kwa maana kwamba Rushain awe nahodha mkuu wa kikosi hiko cha Simba. Baadhi ya viongozi wa Simba wamelikataa ofa hiyo ama wamekataa ombi hilo, ni kwa sababu tu ya kusema kwamba kama Rushain atakuwa nahodha mkuu wa kikosi hiko cha Simba, hii pia inawezekana ikatoa mpasuko kwa baadhi ya wachezaji. Hawa wanaweza kumkubali Shomari na hawa hawawezi kumkubali Rushain, kwa hapo haita
kuwa na umoja katika kikosi hiko cha Simba. Kwa hiyo kinachofanyika hivi sasa, Shomari Kapombe ataendelea kuwa nahodha mkuu wa kikosi hiko cha Simba, na huku nahodha msaidizi yeye atakuwepo Rushain The Rock. Kabla ya hapo kocha Dimitar Pantev aliweza kumtunuku Kibu Denis Prosper kuwa kama nahodha msaidizi baada ya Shomari Kapombe, lakini taarifa zikieleza kwamba Kibu Denis Prosper mkataba wake umebaki miezi 6 kuendelea kusalia katika viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba, na taarifa zikieleza kwamba Kibu Denis Prosper amegoma kusaini mkataba mpya dhidi ya waajiri wake klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sababu zilizoweza kupelekea Kibu Denis Prosper kugoma kuongeza mkataba kwenye klabu hiyo Simba, yeye amesema kwamba anahitaji kuondoka klabuni hapo klabu ya Simba, na yeye ameeleza kwamba anahitaji kwenda kuzitazama changamoto 1-0 dhidi ya Azam wa Kamikate, mchezo uliopigwa katika dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Taarifa zikieleza kwamba mchezo ule Simba ambapo wamecheza dhidi ya Azam, kikosi cha kwanza hakikupangwa na kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba. Kocha mkuu wa Simba inafahamika kama ni Steve Barker. Unajiuliza nani ambaye aliweza kupanga kikosi hiko? Jina lingine ambalo linalotajwa hapo kuwa amehusika kuweza kupanga kikosi hiko ni Selemani Matola. Baadhi ya wadukuzi na baadhi ya wapenzi wa soka nchini Tanzania wameendelea kutoa shutuma zao kubwa kwelikweli kumkabili kocha huyo msaidizi aliyekuwepo katika viungi hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ukumbuke kwamba safari ya kutoka Dar es Salaam kuelekea pale visiwani Zanzibar, kocha Steve Barker aliwakusanya vijana, timu ya vijana kwenda kule visiwani Zanzibar, kwa maana kwamba mashindano haya yalikuwa ni sehemu pekee ya yeye kwenda kujaribu kutesti mitambo kwa timu ya vijana na wale ambao alioweza kuwakuta katika viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kadri muda ulivyozidi kuongezeka, wachezaji wale wakubwa sasa, baada ya kutoka katika siku za mapumziko na kuwasili kule visiwani Zanzibar, ndipo katika mchezo huo wa nusu fainali dhidi ya Azam, kikosi kiliweza kutolewa na kikosi kingine kiliweza kupangwa. Kikosi hiko kiliongozwa na Hussein Abel pamoja na David Kameta, Duchu, Anthony Mligo, bila kusahau Alassane Kante, Nabi Kamara, Rushain The Rock pamoja na Karabu Chamu, Eli Mpanzu, Jean-Charles Ohua, Jonathan Soa, Nio Maema. Hao ni wachezaji 11 ambao wamepangwa kwenye kikosi hiko cha dhidi ya Azam. Swali linakuja, kocha Steve Barker kikosi hiki amekijuaje kama ndio kikosi cha kwanza, ama wachezaji ambao aliwapanga ndio tegemezi kwenye kikosi hiko cha Simba? Swali ni moja tu, kikosi amehusika kukipanga kocha msaidizi Selemani Matola. Kwenye ripoti ya mwalimu, kocha Steve Barker ameeleza kwamba hahitaji hata kocha msaidizi yoyote, bali na yule kocha ambaye yeye aliweza kumtunuku, ambaye ni Christopher Begam kutoka pale Afrika ya Kusini. Hilo ni jina moja pekee ambalo kocha yeye nahodha huyo awe kiongozi kwenda kuongoza wachezaji wenzie, lakini viongozi wa Simba wamelikataa ile ombi la kocha Steve Barker, kwa maana kwamba Rushain awe nahodha mkuu wa kikosi hiko cha Simba. Baadhi ya viongozi wa Simba wamelikataa ofa hiyo, ama wamekataa ombi hilo, ni kwa sababu tu ya kusema kwamba kama Rushain atakuwa nahodha mkuu wa kikosi hiko cha Simba, hii pia inawezekana ikatoa mpasuko kwa baadhi ya wachezaji. Hawa wanaweza kumkubali Shomari na hawa hawawezi kumkubali Rushain, kwa hapo haitakuwa na umoja katika kikosi hiko cha Simba. Kwa hiyo kinachofanyika hivi sasa, Shomari Kapombe ataendelea kuwa nahodha mkuu wa kikosi hiko cha Simba, na huku nahodha msaidizi yeye atakuwepo Rushain The Rock. Kabla ya hapo kocha Dimitar Pantev aliweza kumtunuku Kibu Denis Prosper kuwa kama nahodha msaidizi baada ya Shomari Kapombe, lakini taarifa zikieleza kwamba Kibu Denis Prosper mkataba wake umebaki miezi 6 kuendelea kusalia katika viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba, na taarifa zikieleza kwamba Kibu Denis Prosper amegoma kusaini mkataba mpya dhidi ya waajiri wake klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sababu zilizoweza kupelekea Kibu Denis Prosper kugoma kuongeza mkataba kwenye klabu hiyo Simba, yeye amesema kwamba anahitaji kuondoka klabuni hapo klabu ya Simba, na yeye ameeleza kwamba anahitaji kwenda kuzitazama changamoto zingine
mbali na taifa hili la Tanzania ama nje ya mipaka hii ya Tanzania. Tusubiri na tungoje kuona, lakini Simba wao pia wameonyesha nia dhati kumhitaji kumuongezea mkataba wa miaka 2, lakini Kibu Denis Prosper mwenyewe amekataa katukatu kuendelea kusalia hapo na mkataba wake umebakiza miezi 6 na baada ya hapo atakuwa ni mchezaji huru. Na mmoja kati ya kitu pekee ambacho anachokihitaji Kibu Denis, ameeleza kwamba yeye anahitaji kuondoka bure kwenye klabu hiyo ya Simba. Je, Simba watakubali kumwacha hivi Kibu Denis Prosper kuondoka bure? Na kama Simba watahitaji kuingiza fedha nyingi, basi hivi sasa kupitia dirisha dogo la usajili hili